Bwana, ni siku nzuri, siku ya kumeremeta kweli kweli. Hatimaye kwa upande wa klabu ya Yanga wanashuka dimbani kwa siku ya leo kuvahana moja kwa moja na tunasema kwamba na Al Ahly, moja ya mechi ambayo kila mmoja anaitazama kwa jicho la tatu. Ni mechi ambayo kila mmoja anaitazama kwamba je, Yanga kile ambacho wanakionyesha kwenye mechi za siku zote, je, ndicho wanacho? Hii mechi itakwenda kujidhihirisha siku ya leo, na mimi tayari ninacho kikosi ambacho kinakwenda kupambana moja kwa moja dhidi ya Al Ahly. Lakini pia kabla sijakwenda kuangazia kikosi hapa, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tu pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu tuweze kuangazia kikosi cha Yanga dhidi ya Al Ahly. Lakini pia kabla tuende kuangazia, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Nikukumbushe tu mimi naitwa Chicharito. Tutazame hapa kikosi kwa upande wa klabu ya Yanga. Kwa upande wa golini yupo Djigui Diarra. Baada ya muda mrefu kutokuonekana ndani ya kikosi cha Yanga, hatimaye siku ya hii leo amerejea kunako kikosi. Ni mmoja mchezaji ambaye amekuwa ni muhimu, ni mmoja mchezaji ambaye mara zote kila mmoja anakuwa anamtizama kutokana na kile ambacho amekuwa anakitoa ndani ya klabu ya Yanga. Kwa upande wa mwalimu atakuwa akimhitaji zaidi kwa upande wa Djigui Diarra kuanzisha mashambulizi, lakini pia na kupita sehemu yoyote ile ambayo inakuwa ni free zaidi kwa ajili ya kuanzisha ile, tunasema kwamba kwa kupita sehemu sahihi. Lakini pia kwenye upande wa beki pembeni kulia yupo mmoja kwa moja Israel Patrick Mwenda. Israel Patrick Mwenda tunafahamu ni mmoja mchezaji ambaye mara zote amekuwa anaonekana ndani ya kikosi, lakini wakati huu kwa upande wa mwalimu amempa nafasi kwa ajili ya kuanza ndani ya kikosi. Tunafahamu kutokana na kile ambacho amekuwa anakitoa Israel Patrick Mwenda, mmoja mchezaji ambaye amekuwa ni muhimu kweli kweli, ni mchezaji ambaye mara zote amekuwa akionekana na kile ambacho anakitoa. Lakini pia kwa upande wa beki wa pembeni kushoto yupo Shadrack Isaka Boka. Kwa upande wa Shadrack Isaka Boka, mmoja mchezaji ambaye amekuwa ni muhimu mara zote, amekuwa anatoa mchango wake mkubwa ndani ya kikosi, lakini pia amekuwa ni kile ambacho amekuwa anakitoa. Lakini maana kwamba mabeki hao wawili watakuwa wakihusika ndani ya kikosi cha kwanza. Lakini pia kwa upande wa mwalimu hii leo amebadilisha mfumo, amekuja na mabeki watatu. Hawa watatu ndio ambao watakuwa wanahitaji zaidi kuweza kuzuia ulinzi wa Al Ahly. Lakini pia beki wa kwanza ni Bakari Nondo Mwamnyeto. Bakari Nondo Mwamnyeto, mchezaji ambaye amekuwa ni muhimu ndani ya kikosi. Tunafahamu kwa kile ambacho amekitoa ndani ya siku za hivi karibuni, mmoja mchezaji ambaye amekuwa ni muhimu ndani ya kikosi hicho ni kile ambacho amekuwa anakitoa Bakari Nondo Mwamnyeto. Lakini pia atakuwa peke yake kwenye eneo hilo. Atakuwepo pia na Dickson Jobu naye pia yupo kwenye orodha ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika moja kwa moja kwenye orodha ya wachezaji ambao watakuwa wanakwenda kuhusika. Dickson Jobu tunafahamu mmoja mchezaji ambaye amekuwa ni muhimu zaidi. Lakini pia Ibrahim Baka naye pia atakwenda kuhusika moja kwa moja ndani ya kikosi. Ibrahim Baka mchezaji muhimu huyu ndani ya kikosi hicho. Ya maana kwamba Ibrahim Baka, Dickson Jobu pamoja na Bakari Nondo Mwamnyeto, hawa ndio wachezaji ambao watacheza kwenye eneo hilo kutokana na kile ambacho wamekuwa wanakitoa. Lakini pia ningeana kutizama kwenye eneo la viungo yupo Mudazili Yahya. Mudazili Yahya tunafahamu kwa kile ambacho amekuwa anakitoa ndani ya kikosi, ni mchezaji ambaye amekuwa ni muhimu mara zote, ni mchezaji ambaye kuna vitu vingi zaidi ambavyo anavitoa ndani ya kikosi. Kwa upande wa mwalimu atakuwa anamhitaji zaidi kutoa pasi, lakini pia na kutengeneza nafasi zaidi kile ambacho anakitoa. Lakini pia Mohamed Damaro tunafahamu ni msajili mpya ndani ya klabu ya Yanga, naye pia yupo kwenye orodha. Lakini pia Duke Abuya naye pia atakwenda kuhusika kutokana na kile ambacho anakihitaji zaidi kwa upande wa mwalimu. Maana kwamba mfumo anatumia ni 4-3-3. Maana kwamba kutokana na kile ambacho, maana kwamba kwenye eneo ya kiungo Mudazili Yahya, Mohamed Damaro pamoja na Duke Abuya. Wachezaji wa mbele yupo Max Nzengeli. Kwa upande wa Max Nzengeli, mchezaji mmoja ambaye amekuwa ni muhimu mara zote, ni kile amekuwa na vitu vingi zaidi kutokana na kile ambacho anakuwa anakitoa. Maana kwamba Max Nzengeli, lakini Pacome Zouzoua anakwenda kushoto, wakati huo pia akiwa anaingia kwenye eneo la katikati ya uwanja kutokana na kile ambacho mara zote amekuwa anakitoa. Lakini pia kwenye eneo la ushambuliaji yupo Prince Mpumelelo Dube ndiye ambaye atasimama kwenye eneo la kushambulia akiwa na mchezaji ambaye ni sahihi zaidi.